1, 2, 3. Yesu. 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 Wapi kelele za shangwe? Si. 1, 2, 3. Bye. Sit down. Wapi Isaac? Yamusha. 1, 2, 3. Sita kwa ringa muyas. Let's go. Ringa muyas. Ringa muyas. Wengine wasema kwenye kitchen party, sisi kwa Yesu. Sijakuona. Sabina. Sisi. Wapi sigala. Wote. 1, 2, 3. Masai. Sijanake. Wapi Jacob. Pastor Jacob, come on. Ruka. Sisi. Ruka tu. Sisi. Juu sana. Chukua kitambaa chao. Chukua kitambaa. Chukua kitambaa chao. Chukua. Sijaona chukua kitambaa. Wapi vigelegele watu wa Kenya? Amefanya. Wote amefanya. Amefanya. Improvise. Amefanya. Bwana amefanya kwa jamaa lako, kwa maisha yako. Wote zunguka. Sichakuro kwa watu wanachezaga hivi. Sisi. Wapi Alexi Bakambe. Wina. Isaac. 1, 2, 3. Yesu. Ruka. Bendo. What's it? What's it? Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako, Bwana wa majeshi. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako,
Bwana wa majeshi. Bwana akamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako kweli, nawe uwe baraka kweli. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki kulikuza jina lako uwe baraka baraka. Ndipo Mungu akafanya kama alivyosema baada ya Ibrahimu kutii, akambarikia mengi na kulikuza jina lake, akawabawa mataifa na mataifa. Ndipo Mungu akafanya kama alivyosema baada ya Ibrahimu kutii, akambarikia mengi na kulikuza jina lake, akawa baba wa mataifa na mataifa. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, ahadi zake ni kweli. Mungu si mwanadamu hata aseme uongo, ahadi zake ni kweli. Hutimiza ahadi zake kwa wale wamchao kikweli kweli. Hutimiza ahadi zake kwa wale wamchao kikweli kweli. Hutimiza ahadi zake kwa wale wamchao kikweli kweli. Hutimiza Bwana, hutimiza ahadi zake kwa wale wamchao kikweli kweli. Nisikie shangwe na vigelegele kwa Yesu, kwa Yesu, kwa Yesu. Maisha ya unyenyekevu, maisha ya unyenyekevu, maisha ya unyenyekevu, maisha ya unyenyekevu yana faida, yana faida. Tujifunze kwa Ibrahimu, yana faida, tujifunze kwa Ibrahimu, yana faida. Siri ya kuwa karibu na Mungu, yo 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 siri. Kuna baraka, tujifunze kwa Ibrahimu, kuna baraka,
tujifunze kwa Ibrahimu. Kuna baraka, kuna baraka. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. To do it, to do it, to do it, to do it. Amen. Maisha ya unyenyekevu, maisha ya unyenyekevu, maisha ya unyenyekevu, maisha ya unyenyekevu yana faida, yana faida, yana faida, yana faida. Tujifunze kwa Ibrahimu. Yana faida, yana faida, yana faida, yana faida, yana faida, yana faida. Tujifunze kwa Ibrahimu. Yana faida, yana faida. Siri ya kuwa karibu na Mungu. Ya siri. Nikutii. Siri ya kuwa karibu na Mungu. Ya siri. Nikutii. Siri ya kuwa karibu na Mungu. Ya siri. Nikutii. Siri ya kuwa karibu na Mungu. Ya siri. Nikutii. Kuna baraka. Kuna baraka. Kuna baraka. Asante kwa kanisa la Amzi hapa Bometi. Wamekuwa ndugu wenye upendo, wametukaribisha. Nawe Baba umesema anayetukaribisha amekukaribisha wewe. Na umesema ni mizuri miguu yao wapelekao habari ya mema. Tunapokuwa tumekanyaga katika nchi hii, tunaamini watumishi wako waliotukaribisha wamebarikiwa. Tunapenda kuwabariki. Asante tunapokuwa katika ibada hii ya Pasaka Jumapili ya leo. Ni Jumapili ya pekee ya Pasaka tukikumbuka kufufuliwa kwa Yesu. Baba, yuko mtumishi wako anaenda kusimama. Namweka mikononi mwako Baba. Naomba mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu juu yake. Baba, ukamtumie kwa ajili ya kusema na kusanyiko hili. Naomba nguvu zako na uweza wako uwe pamoja naye katika kuokoa na katika kuponya. Asante kwa kuwa Mungu uko nasi mchana huu. Tunakurudishia shukrani na sifa kwa jina la Yesu Kristo, na tuseme pamoja amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaenda kujifunza somo linaloitwa faida za kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu kwenye maisha yetu. Faida za kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kwa ajili ya upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila anayemwamini ili asiweze kupotea
Mungu ametuunganisha sisi sote kwa njia ya pendo lake. Kama asingekuwa Yesu Kristo kujitoa kwa ajili yetu, mimi leo nisingelikuwepo, hata wewe pia leo usingelikuwepo. Ndio maana neno la Mungu linasema alijitoa uhai wake kwa ajili ya kwangu na kwa ajili ya kwako. Alipoutoa uhai wake, hakuona kama ni kitu cha kushikamana nacho, kwa sababu sisi tulikuwa tupo chini ya dhambi. Na Mungu alivyochungulia duniani, Biblia inasema ya kwamba hakuona mtu ambaye angeweza kusimama katika nafasi ya kuwaokoa hawa wanadamu. Ndio maana Biblia inasema kulikuwa kuna kikao mbinguni, malaika walinyamaza, makerubi walinyamaza, wazee 24 walinyamaza. Yesu akasema, Bwana, naomba mimi unitume. Aliacha utukufu ili mimi na wewe tuweze kuokolewa. Upendo wa Mungu una nguvu kuliko mauti. Tunajivunia pendo la Yesu, lakini pia tunajivunia Yesu kujitoa kwa ajili yetu. Ndio maana siku hii ya leo tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo hayupo kaburini. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika kile kitabu cha Wakolosai sura ile ya 1 na ule mstari wa 13, Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Biblia inasema ametuokoa kutoka nguvu za giza. Kila mmoja ana historia ya maisha yake. Hata mimi pia nina historia ya maisha yangu. Nikikumbuka kule nilikotoka, huwa ninatamani kulia, maana shetani alinitesa huko, shetani alinikandamiza huko. Lakini leo hii neno la Mungu linasema ya kwamba alituokoa kutoka kwenye nguvu za giza. Tulipokuwa tumefungwa katika vifungo vya dhambi, tulipokuwa tumekamatwa na hali za magonjwa, tulipokuwa tumefungwa na hali za uharibifu, Biblia inasema ya kwamba tumeokolewa kutoka ufalme wa giza, tumeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kuna vitu vinakusumbua, shetani bado amekushikilia katika maeneo fulani, unajitahidi kuondoka hapo lakini unashindwa. Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba Yesu Kristo alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani ambazo zimekufunga, ambazo zimefunga maisha yako, ambazo zimefunga familia yako. Kwa Yesu hakuna kisichowezekana, yote yanawezekana mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kazi mojawapo ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Kazi ya kwanza, kwa kufufuka kwa Yesu tumepewa uzima wa milele. Kwa kupigwa kwa Yesu tumepewa uzima wa milele. Ukisoma kitabu cha Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa kumwamini Yesu tunapokea uzima wa milele ambao kwanza hatukuwa nao. Tulipokuwa kwenye kongo la dhambi, hatukuwa na uzima wa milele, hatukuwa na ushindi, hatukuwa na matumaini. Lakini Yesu alipoingia ndani yetu, ametupa tumaini jipya, ametupa uzima wa milele. Ndio maana imani yetu imejengwa kwake. Hatutikisiki wala hatuogopi, maana yeye yuko ndani yetu, ametuhakikishia uzima wa milele. Tunatembea kwa ujasiri, tunatembea kwa nguvu, tunatembea kwa kujiamini, tunatembea kwa imani, maana Yesu ametuhakikishia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kabla kumwamini Yesu tulikuwa tumetengwa, tumefarakana na yeye.
Lakini leo hii tumeunganishwa kwa pendo la Yesu Kristo, tunafanyika kuwa watoto wa Mungu, tunafanyika kuwa warithi wa ahadi za Mungu, tumefanyika kuwa watu wenye tumaini. Maana Yesu ameleta tumaini jipya ndani yetu, ameleta uwezo mpya ndani yetu, ameleta nguvu mpya ndani yetu, ameleta mamlaka mpya ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Faida nyingine ya tatu, kwa kufufuka kwa Yesu Kristo, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yesu amefanya upya nafsi zetu, nafsi zilizokuwa zimechoka, zilizokuwa zimekata tamaa, zilizokuwa zimevunjika, zilizokuwa zimejeruhiwa, zilizokuwa zimejeruhiwa. Anasema ya kale yote yamepita, wala usiyakumbuke mambo ya zamani. Kama singekuwa Yesu Kristo kujitoa kwa ajili yetu, leo hii tusingelikuwepo. Lakini la Mungu nasema ya kwamba ya kale yote yamekwisha kupita. Sio yamekwisha kupita tu, tazama yamekuwa mambo mapya. Bwana Yesu asifiwe. Faida nyingine, tunaponywa magonjwa yetu yote. Kwa kupigwa kwa Yesu ameleta furaha, ameondoa huzuni, ameondoa mateso, ameondoa dhiki, ameondoa laana, ameondoa vitu ambavyo vilikuwa vinatusumbua zamani, ameviondoa. Sisi tumeponywa. Jenga imani kwa Mungu, jenga ujasiri kwa Mungu aliye naye. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani kinakusumbua? Unakuja kanisani lakini bado hauna furaha. Kitu gani kinakutesa? Kitu gani kinakusumbua? Kitu gani kinaumiza moyo wako? Kitu gani kinaondoa furaha yako? Yesu alisema imekwisha. Kwa Yesu tuko huru, maana kwa kupigwa kwa Yesu Kristo laana hazipo, magonjwa hayapo, vifungo vyote vimefunguliwa. Unateswa na nini? Kitu gani kinachokusumbua? Kitu gani kinaondoa furaha kwenye maisha yako? Yesu yuko hapa asubuhi ya leo, anataka kusaidie. Anataka kusaidie. Ukiwa umefumba macho yako, peleleza moyo wako. Kitu gani kinakusumbua? Na Yesu yuko mahali hapa siku ya leo. Usiondoke na udhaifu wako, usiondoke na hicho kinachokutesa ndani yako. Kwa kifo chako Yesu, sisi tumeokolewa. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya pendo lako. Ninakupa sifa Yesu, ninakuinua Bwana, maana yote imekwisha. Magonjwa yetu yote yamekwisha, udhaifu wote Bwana umekwisha, maana wewe uliyachukua yote, madhaifu yote msalabani, nasi umetuweka huru Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, namleta baba huyu, namleta mama huyu Bwana. Wewe Mungu unamjua, unajua maisha yake, unajua anachokipitia, unajua taabu yake, unajua masikitiko yake, unajua huzuni zake. Katika jina la Yesu, wewe Mungu naomba umponye, ukamguse kila moja moja Bwana, walio wagonjwa katika ibada hii. Mungu kawafungue, ukawafungue siku ya leo. Waliojeruhiwa mioyo yao Yesu, wewe ni mponyaji wa kweli, ukaponye mioyo yao. Wengine Bwana wamekata tamaa, wanatamani kurudi nyuma. Kwa jina la Yesu Kristo, hizo roho za kurudi nyuma tunazikataa kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, kwa kupigwa kwako Bwana sisi tumeponywa. Kwa kupigwa kwako Yesu sisi tumeponywa, nasi tunapokea uponyaji, tunapokea ushindi. Mpe Yesu makofi na utukufu mwingi, maana yeye anastahili. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, asante.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, we thank you Lord. Tunakushukuru ya kwamba umekuwa pamoja nasi. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa baraka zako. Asante kwa mkono wako Bwana wetu wa mbinguni. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa wageni wetu ambao umewatumia kwa njia kuu. Tunakushukuru siku ya leo. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa Bishop Dr. Mapush pamoja na kikundi chote. Tunakushukuru Bwana wetu wa mbinguni ya kwamba umewatumia na Bwana wamekuwa baraka kwetu. Tuomba siku ya leo ya kwamba neema na rehema zako zitakuwa juu yao wanaposafiri siku ya leo. Tunanena damu ya Yesu Kristo katika maisha yao. Tunanena damu ya Yesu Kristo katika magari yote ambayo atakayotumia katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru siku ya leo. Asante kwa kutubariki Bwana. Asante Baba wetu wa mbinguni kwa kutunenea. Tunakushukuru siku ya leo. Endelea kuwa pamoja nasi, maana Bwana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you so much. May really the Lord bless you. Tunashukuru Mungu sana. Amen. Sogole, engole ondenyin, kiyamda je sogole, engole ondenyin, kimwa je sogole, engole ondenyin, kiyamda je sogole, engole ondenyin we. Age tugune moje kwa bisengwe. Marichore twetenenore Gotiloe mosige kome suloi Marichore twetenenore Age tugune moje kwa bisengwe Marichore twetenenore Gotiloe mosige kome suloi Marichore twetenenore Ichamwa Jehova misi koyo kwerinyi Sigo sarwe chenelo tikyokwe Kichamwa Jehova misi koyo kwerinyi Sigo sarwe chenelo tikyokwe Kichamwa Jehova misi koyo kwerinyi Sigo sarwe cheneno tikyokwe Kichamwa Jehova misi koyo kwerinyi Sigo sarwe cheneno tikyokwe Age tugune moje kwa kisengwe Marichore twetenenore Gotiloe mosige kome suloi Marichore twetenenore Age tugune
manyonjinji kwanda amaenanewe aoreti manok sobondo manyonjinji kwanda amaenanewe reti manok sobondo manyonjinji kwanda amaenanewe aoreti manok sobondo manyonjinji kwanda amaenanewe